katika neno la Mungu tunaona tukiulizwa swali, na hili swali ambayo tunaulizwa linatuuliza swali kama hatujui ya kuwa sisi ni hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 na mstari wake wa 16, na neno la Bwana linasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Neno la Mungu linatuambia ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Neno la Mungu linapotuuliza hili jambo na linatuambia sisi ni hekalu na ni hekalu la Mungu aliye hai, jambo ambalo linatupaswa kufanya ni gani? Ni kujifundisha hekalu ni nini. Ni sababu nyumba ya Mungu ndiyo inaitwa hekalu. Sababu tunajua katika hii dunia kuna nyumba za aina mingi. Nyumba ya mfalme unakuta inaitwa State House, kuna zingine ni Palace. Lakini tunapokuja kwa nyumba ya Mungu, neno la Mungu linatuambia na linatufundisha vizuri, nyumba ya Mungu inaitwa hekalu. Na kwa hivyo tunapoona lile jina hekalu tunaelewa ni nyumba ya Mungu, na anaendelea kutuambia sisi ni hekalu la Mungu. Katika Agano Jipya anapotuuliza hii swali na kutuuliza kana kwamba hatujui ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu, kuna kitu moja tunajua na tunaelewa vizuri, ya kwamba Agano Jipya isipokuwa kutaja hile jambo, huwezi jifunza vizuri. Haijaelezea kwa upana, haijatuonyesha hekalu ni nini na vyombo vyenye viko ndani ya hekalu na vile inakaa. Na hapa ndiye ninakaaga nikirudia na kusema mara mingi, kulingana na vile Biblia inatufundisha ya kwamba Agano la Kale ni mfano wa Agano Jipya. Na hiyo kitabu ambayo mara mingi huwaga ninairudia ni kitabu ya Wakorintho wa kwanza. Kitabu ya Wakorintho wa kwanza, ukisoma mlango wa 10 ama chapter 10 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11, utakuta ikikuelezea vizuri na utaona mambo yote ambaye Israeli walikuwa wakiyatenda ama wakiyapitia. Ilikuwa ni mfano ya kufundisha ama kutoa sura ya Agano Jipya vile ilivyo. Na diposa unapojua hiyo siri, wakati unakuta Agano Jipya inapotutaja hile jambo, ili uweze kujifunza ni nini Agano Jipya imetaja, inakurudisha kwa Agano la Kale. Ni sababu kwa upana, ama ukitaka kuona ile jambo lote vile limepangwa na ni nini hiyo ambayo Biblia imetaja kwa Agano Jipya, itakurudisha kwa Agano la Kale. Ni sababu ni mara kadhaa utakuta neno la Mungu likirudia na ninarudia na ninarudia mara tena. Sababu tumesema ya kwamba Agano, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16 ndiye tumetangulia, na amesema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Lakini unapoenda chapter 6 ya hiyo kitabu cha Wakorintho wa kwanza chapter 6 na uende mstari wake wa 19, unaona bado anaendelea kutaja hile jambo, na anasema hivi, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu?
Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Na ukiendelea bado katika Wakorintho wa pili mlango wake ni wa 6 na mstari wa 14, 6:14, tunaona neno la Mungu linasema nini? Anasema hivi: msifugiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminiye ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Katika mstari huyu wa 16 unasikia anarudia hile jambo la kutaja hekalu, na ndiye anasema tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguze kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Katika vitabu hizo vitatu tumesoma, vinaendelea kutuambia na kuturudia ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu, sisi ni makazi ya Roho Mtakatifu, sisi ni nyumba ya Mungu. Na tunapoelewa hivyo, macho yetu inafaa kufunguka na kujua na kuelewa vyema. Wakati tunajifunza hekalu la Mungu, wakati tunasoma na tunaangalia vile hekalu ya Mungu ilijengwa na vyombo vyote vyenye viko ndani ya hekalu na huduma yote ambayo ilikuwa inafanyika katika huduma ile ya hekalu, ndani ya hekalu la Mungu, tunajifunza sisi wenyewe vile tumeumbwa. Ni sababu hekalu la Mungu ni sisi. Na nitarudia, wakati tunajifunza hekalu la Mungu, kwa sababu Biblia inarudia na inarudia kutuambia ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu. Wakati tunajifunza hekalu ya Mungu katika Biblia, tunajifunza sisi vile tumeumbwa. Na ndiposa tunakuta Daudi akisema tumeumbwa na maumbile ya kutisha. Na kwa sababu hiyo, mara tena ninarudia ya kwamba tunafaa kuelewa vizuri ya kwamba Agano la Kale ni mfano wa Agano Jipya. Kwa hivyo, anaposema ya kwamba sisi ni hekalu, ili tuweze kujiona vizuri, tunaenda katika ile hekalu ya Agano la Kale, sababu tutaiona vile ilijengwa, sheria yenye ilitolewa vile itajengwa, na mambo yote na kazi yote ambayo ilifanywa hekalu mpaka ikasimama, na mambo yote ambayo ilikuwa inatokea katika hekalu. Na tunaposoma tunajifunza vile Mungu anatuona tukiwa mbele zake, dhamana yetu, na tunaona vile Mungu ametuumba na vile mtu anakuwaga kiroho.
Na hapa ndio ninasema lazima tutajua na tutaelewa, wakati Biblia inaongea mambo ya mfano, kuna vitu zingine unakutaga inapokuja kwa Agano Jipya, zingine zinatokea tu vile, ama zilikuwa zinamaanisha vile tu vilivyokuwa zinamaanisha pande ya Agano la Kale, lakini inapokuja kwa Agano Jipya, mara nyingine unakutaga imebadilishwa. Kwa sababu katika Agano la Kale kuna dhabihu ambayo zilikuwa zinatolewa, dhabihu aina mingi, na zilitolewa dhabihu mingi kwa miaka mingi, maelfu ambaye haihesabiki. Lakini unapokuja kwa Agano Jipya, utakuta zile dhabihu zote zilikuwa zinaachilia dhabihu moja ambaye ni ya Yesu Kristo, ama dhabihu ya Yesu Kristo imekamilisha dhabihu zile zote, na kila dhabihu pahali ilikuwa inatolewa, ama mfano wa ile dhabihu ya Agano la Kale inapokuja kwa Agano Jipya, dhabihu ya Yesu Kristo imeweza kushika zile dhabihu zote. Kwa sababu katika Agano la Kale kila dhabihu kuna vile ilikuwa inatolewa. Kwa mfano, katika hekalu la Mungu, patakatifu pa watakatifu, ni kuhani mkuu aliingia pale peke yake, na hakuingia siku zote, lakini aliingia siku moja kwa mwaka, na hakuingia bila kubeba damu ya upatanisho. Na Biblia inasema vizuri, miili ya hawa wanyama ambayo damu zao zilitumika kuingia patakatifu pa watakatifu, hakuna mtu aliyeruhusiwa kula miili yao, lakini ilienda kuteketezwa nje ya mji. Na unapokuja katika New Testament, Agano Jipya kwa Hebrania, anasema hivyo ndivyo Yesu aliteswa nje ya mji. Kuna sadaka ama dhabihu zingine unakuta baada ya kuenda damu zao zikatakasa ama zikatolewa kwa ajili ya dhambi, unakuta miili yao ilikubaliwa makuhani waweze kuvila. Zilikuwa ni chakula ya makuhani baada ya damu zao kutumika kupelekwa mbele za Bwana kwa madhabahu. Lakini kuna zingine unakuta haikukubaliwa. Kwa hivyo kila dhabihu ilikuwa na sheria yake, na kuna vile ilikuwa inatolewa. Lakini unapokuja kwa Agano Jipya, zile dhabihu zote, sababu ilikuwa ni mfano. Kwa Agano la Kale kuna dhabihu mingi na za aina mingi ambazo zilikuwa zinatolewa, lakini kwa Agano Jipya unakuta iko tu na dhabihu moja ambaye ni mwanakondoo wa Mungu, Yesu Kristo. Kwa Agano la Kale ni wanyama wengi sana walikuwa wanatolewa kila siku, mwaka baada ya mwaka. Lile Agano la Kale liko na damu mingi sana na wanyama wengi na tofauti. Lakini unapokuja kwa Agano Jipya, ni agano liko na damu moja peke yake. Ni sababu hiyo damu ni ya kutisha, ni damu ya dhamana sana, na tunafaa kujua na kuelewa ni kwa nini. Ni sababu ile ilikuwa ni ya mfano, lakini hii ni real. Biblia inasemaga vizuri katika kitabu cha Waebrania 9:23. Ilikuwa inafaa, ilikuwa ni vizuri, ilikuwa ni vyema, sababu yale mambo ya Agano la Kale ni mfano. Ilikuwa ni vizuri, inafaa. Mifano ya mambo ya mbinguni ikatakaswa na zile dhabihu, sababu ni mfano ya kufundisha watu na kuwafungua macho, ilifaa. Lakini itakapokuja vyombo vya mbinguni vyenyewe vitakaswe na damu bora kuliko zile. Ni sababu ukiendelea katika Waebrania 10:1 inasema,
zile dhabihu ambazo zilikuwa za mfano, ambazo zilikuwa zinafanya kazi katika Agano la Kale, hasina nguvu, hasina uwezo wa kuondoa dhambi kabisa. Lakini damu ya Yesu iko na uwezo na iko na nguvu. Anaposema ya kwamba ilistahili, ilifaa, ni sharti nakala za vitu za mbinguni kutakaswa na zile dhabihu. Lakini zikifika vitu za mbinguni zitakaswa na damu iliyo bora na dhabihu iliyo bora zaidi. Hapa ndiyo siri iko, sababu sisi ambaye tumeokoka ndani ya Yesu Kristo tumetakaswa na damu ambayo inatakaza vitu za mbinguni. Hatujatakaswa na damu ambayo ilikuwa inatakaza vitu za mfano, lakini tumetakaswa na damu ambayo inatakaza vitu za mbinguni. Na hiyo ni kutuambia ya kwamba sisi wenyeji wetu, sisi uraia wetu si dunia hii, lakini ni mbinguni, na sisi ni watu wa dhamana ndani ya Kristo. Ninasema sisi ni hekalu, na tukitaka kujijua na kujiona na kujielewa, ni tujue ya kwamba tunaposoma mambo ya hekalu, tunapoona hekalu na huduma zake zote, tutaziona ndani yetu, na kila kitu ambayo kiko ndani ya hekalu kiko ndani yetu, ni sababu ile hekalu ni mfano wetu. Na nataka tuingie sasa kuangalia hili jambo ya hekalu. Ili hekalu ijengwe, Musa ndiye aliitwa na Mungu ndio afanye hii kazi ya kujenga hekalu. Na alipoitwa na Mungu ndio aanze kujenga hekalu, neno la Mungu linatuonyesha vizuri ya kwamba Mungu aliita Musa juu ya mlima, na alipomuita juu ya mlima, neno la Mungu linatuonyesha vizuri kuna jambo Mungu alifanya. Na vile alifanya, alifungua mbingu. Musa akaambiwa atazame juu, akaona hekalu la Mungu la mbinguni, hekalu lenye Mungu alijijengea yeye mwenyewe. Na alipoona ile hekalu, akaonyeshwa ndani ya hekalu, akaona vitu, vyombo vyenye vilikuwa ndani ya hekalu. Akaambiwa tazama vizuri vyombo vyenye viko ndani ya hekalu. Na alipotazama na akaona ya kwamba hekalu iko na imegawanyika mara mbili, ama iko na rumu mbili. Na rumu ya kwanza akaona vyombo vyenye vilikuwa ndani ya ile hekalu, na tena akaingizwa kwa ile rumu ya pili na akaona nayo vile ilikuwa. Sasa baada ya kuona, Mungu akamuambia, ninataka sasa hizi vitu zote vile umeziona, vile hekalu umeona iko na vile imejengwa na vyombo vyote vile viko na vile zimepangwa, sasa nataka duniani unijengee ikiwa inafanana na kila kitu vile umeona, uhakikishe imejengwa sawasawa ikifanana na yenye umeona mbinguni. Kwa nini? Ili tutakapokuwa tukijifunza, tujue na tujione vizuri. Kwa hivyo nataka kukuambia hii hekalu Musa alijenga kulingana na vile alionyeshwa ya mbinguni vile iko. Hakuambiwa tu enda jenga akajenga. Na ukianzia kusoma katika kitabu cha Kutoka 25, utaona huduma ya hekalu hapo ndipo ilianzia. Na utaona Mungu akifuata Musa, hata kwa ile huduma alikuwa akimrudia mara mingi, aangalie sana ajenge ikifanana na ile ya mbinguni. Wacha tusome Kutoka 25 na tusome 9, uone vile Mungu alimwambia kabla hajaanza, ili Musa aanze ile kazi. Anamwambia, sawa sawa na haya yote
ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyote. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo utakavyovifanya. Mungu alimwambia sawasawa na vile nitakuonyesha, vile nitakufungulia mbingu ni kuonyesha hekalu langu vile iko, nataka ujenge hivyo hivyo sawasawa na vile utakavyoona. Na ndiye naambiaga sababu anaposema ya kwamba agano la kale ni mfano, sasa utaelewa. Sababu baada ya Mungu kuambia Musa hivi, ama ile sababu ilifanya Mungu aambie Musa afanye hivyo, na hii mipango ya Mungu ni kutuonyesha kazi ya wokovu. Na utaona haya mambo Musa alipoambiwa na Mungu hivyo, na akajiandaa na akaanza ile kazi ya kujenga hekalu. Mungu alimrudia mara kadhaa, na alikuwa anamrudia mara kadhaa akimwambia nini? Hebu tuende hiyo kitabu cha Kutoka 25:40 tuone vile Mungu anamwambia. Tumeona ya kutangulia anamwambia sawasawa na vile nitakuonyesha vile makazi hayo itakaa na vyombo vyake vyote mtajenga hivyo. Kitabu cha Kutoka 25:40 anasema hivi: nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Sasa utaona Musa alikuwa ametangulia kuambiwa ataonyeshwa vile atajenga, na sasa wakati anaanza sasa, anataka kuanza, anamwambia aangalie sana, ahakikishe vile alionyeshwa hivyo ndivyo atajenga. Utaona anamrudia tena kitabu cha Kutoka 26:30, anamwambia nawe utasimamisha hiyo maskani sawasawa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Utaona Mungu anakaa akimrudia ajenge sawasawa na vile alivyoona. Ukienda bado katika Exodus ama Kutoka 27:8, anarudia hilo jambo na anaambia Musa hivi: uifanye ya mbao yenye mvungu ndani yake kama ulivyoonyeshwa mlimani, ndivyo watakavyoifanya. Hiyo ni madhabahu. Anaambiwa vile tu uliona ya mbinguni vile ilikuwa na mfungu katikati, vile ulivyoona ya mbinguni vile ilikuwa, hivyo tu ndivyo watakavyoifanya. Na sasa tutaelewa wakati Biblia inasema ya kwamba agano la kale ni mfano, sababu mambo yote ambayo walikuwa wanafanya yalikuwa ni mfano ya mambo ya mbinguni vile ilikuwa. Hii hekalu ambayo Musa alijenga, na ndiyo hekalu hii ambayo tunajifunza, ambayo ilikuwa ni ya mapasia, ilikuwa imetengenezwa na vyandarua. Kwa nini? Ni sababu walikuwa safarini, na walikuwa wakienda wako safarini, na haingejengwa permanent katika jangwa. Na ndiposa pande hii katika Agano Jipya, sababu mwanadamu ni hekalu, anafananishwa na ile ya Musa. Lakini kumbuka, wakati Daudi alitaka kujengea Bwana nyumba, Mungu alimuambia Solomon ndiye ataijenga. Na wakati Solomon alikuja kuijenga, ni vyema uelewe aliijenga ikiwa tu ni sawasawa na ni mfano ambaye Musa alikuwa ameonyeshwa.
Na ilipokamilika kujengwa, ni nini kilitokea? Ningependa tusome tuone, sababu tumeona Mungu akiambia Musa. Kwanza ametangulia na kumuonyesha vile ya mbinguni ilivyo na vyombo vyake, na sasa Musa ameijenga na akakamilisha. Na hapa ndiye tunaonaga Biblia ikisema katika kitabu cha Waebrania, ukisoma Waebrania 3 na uwazie tu mstari wa 3, utaona neno la Mungu likisoma hivi. Anasema, kwa maana huyo, ama tuwazie mstari wa 2, tutaanzia tu mstari wa kwanza basi. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu, kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayo nenwa baadaye. Ukiangalia neno la Mungu linasema ya kwamba Musa alikuwa mwaminifu katika mambo yote ya nyumba ya Mungu, akiwa shuhuda wa mambo ambayo itapatianwa baadaye. Kwa nini? Ni sababu mambo yote ya Musa ni mfano. Alikuwa anatoa mfano wa kazi na huduma ya Yesu Kristo, na sababu ni mfano, ndiye unaona mambo yote na huduma hii Musa anafanya. Kwa ile huduma ndiye tunajifunza kazi na dhamana ya wokovu. Sababu vile Musa alitumwa kukomboa wana wa Israeli, hivyo ndivyo Yesu alikuja kutukomboa. Vile alipigana vita za nguvu na vile aliwakomboa katika utumwa mgumu sana, hivyo ndivyo Yesu Kristo alikuja kukomboa dunia hii. Yale mambo yalikuwa ni mfano. Na anapofika pahali pa kujenga hekalu, tumeona anafanya mifano, na Biblia inasema akawa mwaminifu katika hayo mambo yote, katika huduma yake ambayo Mungu alimpe, aliaminika. Kwa sababu ile kazi alifanya, kwayo tunajua neno la Mungu na kujiona vizuri vile neno la Mungu linasema. Na hapa ndio wakati tu Agano la Kale linastahili tu kutaja, linapotaja sisi ni hekalu, tunaona ile huduma yote ya hekalu ya vile Musa alifanya, ya Agano la Kale na mambo yenye itokea, tunajiona na tunaelewa ni nini anasema ama anaongea kuhusu. Na ndiye unaona mara kwingi katika Biblia Agano la Kale, sababu ndiye mfano, unakutaga pahali kwingi katika Agano Jipya ni kutaja tu inatajaga, lakini information yote unaenda kuitoa katika Agano la Kale. Na kwa mfano moja ndiye hii tunajifunza kuhusu hekalu. Agano Jipya tu inakutajiaga, je, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu? Imemaliza. Unaenda kujifunza hekalu ni nini, ilijengwa aje, huduma yake, mambo zenye zilikuwa kwa hekalu. Sababu ile ndiye mfano, unastahili tu ukitajua hapo uende utoe information yote kule. Saa ingine unakuta Biblia inasema kuna kitu niko nayo dhidi yako. Kuna watu wamefuata mafundisho ya Balamu, na unakuta imemaliza. Sababu information yote ukienda usome Balamu ni nani, alifanya nini, alileta madhara gani. Unaposoma katika Agano Jipya, hile jambo unafaa kujua ni la kiroho, na uwajue hiyo mambo inapofanyika katika kiroho, utajua vile, sababu Agano Jipya ni ya kiroho, utajua vile inaua kiroho kama vile aliua pale katika mwili. Kwa hivyo, ninataka kusema nini wakati nasema sisi ni hekalu la Mungu?
Wakati Biblia inatuita hekalu la Mungu, wakati Musa alimaliza kutengeneza hizi vyombo vyote vya hekalu la Mungu, kuna siku ilifika ya kuisimamisha. Na hii siku ya kuisimamisha tutaiona katika kitabu cha Kutoka 40 na uanzie mstari wa 17. Kumbuka, wakati tunajifunza haya mambo, tunajifunza sisi vile tumeumbwa na sisi ni nini mbele za Mungu. Na Biblia inatuambia sisi ni hekalu la Mungu. Hekalu ni makazi ya Mungu, ni nyumba ya Mungu. Mungu aliyeumba dunia na mbingu. Hebu tuone anasema nini. Anasema hata mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, ile maskani ilisimamishwa. Musa akaisimamisha maskani, akayaweka matako yake, akasimamisha mbao zake, akayatia mataruma yake, akasimamisha nguzo zake. Akaitanda hema juu ya maskani, akakitia kifuniko cha hema juu yake, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Na ushike hili jina, alifanya kama vile Bwana alivyomwamuru Musa. Akautoa ule ushuhuda, akautia ndani ya saduku, akaiweka miti ya kuchukulia juu ya saduku, akakiweka kiti cha rehema juu ya saduku. Kisha akalileta saduku, akalitia ndani ya maskani, naye akalitundika pasia la sitara, akalisitiri saduku la ushuhuda, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Hili jina nataka tukae tukisikia, sababu inarudiwa sana. Musa, kwa nini Biblia inasema alikuwa mwaminifu kwa mambo yote ya nyumba ya Mungu? Sababu unasikia Biblia inasema kama vile Mungu alivyomwamuru. Anafanya exactly kama vile Mungu, kama vile Bwana alivyokuwa amemwamuru. Haya, akaitia meza ndani ya hema ya kukutania upande wa maskani ulioelekea kaskazini nje ya pasia. Akaipanga ile mikate juu yake mbele za Bwana, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Kisha akakitia kinara cha taa ndani ya hema ya kukutania kuikabili ile meza upande wa maskani ulioelekea kusini. Kisha akaziwasha taa zake mbele za Bwana, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaitia madhabahu ya dhahabu ndani ya hema ya kukutania mbele ya pasia, akafukiza juu yake uvumba wa manukato, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akalitia pasia la mlango wa maskani, akaiweka madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa mlangoni pa maskani ya kukutania. Akatoa sadaka ya kuteketezwa juu yake na sadaka ya unga, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaliweka birika kati ya hema ya kukutania na madhabahu, akatia maji ndani yake ya kuoshea. Musa na Haroni na wanawe wakanawa mikono yao na miguu yao ndani yake. Hapo walipoingia hema ya kukutania na hapo walipoikaribia madhabahu, walinawa kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akausimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu, akalitundika pasia la mlango wa ule ua. Basi Musa akaimaliza hiyo kazi. Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuingia hema ya kukutania, kwa sababu ile wingu ilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani.
Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli waenda mbele katika safari zao zote, bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwako na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Ukiangalia, wakati Musa alipewa hii kazi na Mungu ya kutengeneza hekalu, alipoifanya na akaijenga sawasawa na vile Mungu alimuonyesha, na akawa mwaminifu katika kila jambo, na kufanana na ya mbinguni. Biblia inatuonyesha ya kwamba alipotumaliza kufanya ile kazi, Biblia inatuonyesha ya kwamba utukufu wa Bwana ulikuja ukajaza ile hekalu ambayo ndio inaitwa maskani, mpaka Musa mtumishi wa Mungu akashindwa kuingia katika ile hekalu kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Ukiangalia bado hii hekalu wakati ilijengwa na Suleimani, ilipokamilika na sanduku likaingizwa ndani ya hekalu, bado ile jambo ilijirudia. Inasema utukufu wa Mungu ukakuja ukaijaza hekalu, hata makuhani hawakuweza kuingia kufanya huduma yao kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Unapokuja Agano Jipya, Matendo ya Mitume 2, utukufu wa Bwana bado ulionekana ukiingia kwa hekalu, na ni Roho Mtakatifu ukiwa ndimi za moto ikaingia ndani yao. Kwa nini? Sababu yale mambo yote hekalu hii ambayo tunasoma ya Musa, na bado ikajengwa ikiwa permanent, sababu ile ya jangwani ilikuwa ni hema, walikuwa safarini. Walipoingia katika nchi ya Israeli ikajengwa ikiwa permanent, na hii ambayo sasa tunaona ikipatikana katika mitume yote ilikuwa inaashiria kitu moja. Wakati neno la Mungu linatuambia sisi ni hekalu, lazima tutaangalia na tuone hii mambo inafanyika kwa hekalu inatokea kwetu sisi. Ni wakati ile kazi Musa alifanya ilipokamilika na mambo yote ikawa imekamilika, na akatengeneza vitu vyote zikifanana na za mbinguni, na akaipanga sawasawa na mbinguni, utukufu unakuja unafunika ile hekalu, unaijaza ile maskani. Na tena Suleimani akifanya bado ile kazi ya kujenga, anapokamilisha na kutengeneza vitu vyote na kuipanga vile mbinguni imepangwa, tena tunaona ule utukufu unaingia na unaijaza. Na wakati Yesu anasema ibomoeni nitaisimamisha na siku 3, anapoongea wokovu wa mwanadamu, ni sababu alikuwa anaongea atafanya wanadamu kuwa hekalu. Na ukumbuke ile ni mifano, lakini hapa ni real. Sababu tulisema ya kwamba maana ile ni mfano. Dhabihu zenye zilikuwa zinatakaza zile mbili za kwanza ya Musa na ya Solomon, unaona ni ya mifano. Lakini tunapoingia kwa hii ambayo Yesu anaongea kuhusu, sisi tunatakazwa na damu ya vitu za mbinguni. Lakini siri hapa ni kwamba ni lazima ijengwe ikifanana na ya mbinguni. Kama haijafanana na ya mbinguni, utukufu wa Mungu haiwezi kushuka. Siri ni lazima uangalie, uijenge ikifanana sawasawa na vile ya mbinguni ilivyo. Na hapa ndiye siri kubwa iko, na ndiye tunaonaga utukufu. Watu wengine wamebeba utukufu na watu wengine hawajabeba utukufu. Ni sababu hapa hakuwagi na ufisadi. Kama haijafanana na ya mbinguni, utukufu wa Mungu hauwezi kuishukia ile maskani.
lakini ikijengwa na ifanane na ya mbinguni, utukufu wa Mungu unashuka. Unadhani utukufu wa Mungu ukishuka, yule mtu ataishi maisha namna gani? Hapa ndiye tunaona mpaka kifuli ya mtu ikiguza mtu anapona. Neno lolote ambaye ananena liko na nguvu, ni sababu ni Mungu ananena, sababu anasema hekalu la Mungu, Mungu anaishi ndani yake. Yule mtu akijengeka na kufanana na hekalu la mbinguni, roho wa Mungu, na Mungu ni roho, anaishi ndani yake. Kwa hivyo anaponena, sio yeye ananena, lakini ni Mungu ananena. Na ndiposa tunaonaga Biblia ikisema ni wanadamu wananena, manabii wa Mungu, lakini unasikia Biblia ikisema sawasawa na neno la Mungu alilo linena kupitia kinywa cha Isaia ama Jeremia ama yule mwingine. Siri ni hekalu la dunia lijengwe lifanane na mbinguni. Lisipofanana, hakuna utukufu wa Mungu. Hii ni siri, ili hata tunapoangalia madhabahu zenye tuko nayo hapa duniani, sababu madhabahu sio nyumba zenye tunaenda. Madhabahu ni sisi. Na ndiye ninasemaga mafundisho ndiye siri kuangalia, lazima iwe imefanana na ya mbinguni. Kama haifundishi sawasawa na mafundisho ya mbinguni, hiyo madhabahu sio ya Mungu. Na ndiye shida inaingia, na unakuta utukufu wa Mungu haushuki. Sababu tumeona ya kwamba Musa alipomaliza ile kazi ya kujenga, utukufu ulishuka, na haukushuka alafu ukaenda. Ulishuka kuishi, ulishuka kukaa. Hivyo ndivyo tumeona katika kitabu cha Kutoka 40, na tumeanzia mstari wa 17. Lakini kuna kitabu kingine nataka tuangalie, Hesabu. Hesabu ni 9, na tutaanzia mstari wa 15. Tuone ile kazi ilipokamilika ya kujenga hekalu, na tuone ile kazi ya wingu ama utukufu uliposhuka, sababu haukutoka tena ilipojengwa ikiwa imefanana. Na ni hakika wakati hii madhabahu, sisi tukiwa hekalu, tutakapojua hiyo siri, tukikubali kufanana na Mungu, tukikubali kufanana na Yesu, vile hata yeye alivyokuwa dunia hii, alipokuja alibeba utukufu, na hakuna siku ule utukufu ulitoka juu yake. Na ndiposa tunaona sababu ni utukufu hufanya kazi ndani yetu. Ndio tunaona matendo ya Yesu vile ilikuwa. Wakati utukufu ulikuja ukafunika mitume siku ya Pentecost, mitume 2, huo utukufu haukuacha tena. Na ndio tunaonaga katika Biblia matendo ambayo mitume walikuwa wanafanya. Hata sisi siku ya leo tukijengwa na tukubali kujengeka katika roho wa Mungu, tufanane na hekalu la mbinguni, sababu hakika vitu vyote ambavyo viko kwa hekalu ziko ndani zetu, ziko ndani yetu. Tukifanana na hekalu la mbinguni, utukufu ukishuka hautoki tena, na tutatenda sawa sana vile Yesu alisema, tukimuamini. Na ukumbuke Yesu ni neno la Mungu. Kwa hivyo anaposema kuamini, ni tukimuamini yeye ambaye ni neno la Mungu, tutatenda matendo makubwa kuliko na makuu kuliko yenye alitenda. Hivyo ndivyo Yesu anasema katika kitabu cha Yohana. Siri ni kufanana na hekalu la mbinguni, sababu sisi ni hekalu, na haya mambo yote ni mfano wa kutufundisha na kutuonyesha, kutufungua macho. Basi nasoma, ilipojengwa na ikafanana na utukufu ukashuka, anasema kuna nini? Wakati Mungu ama neno la Mungu, Yesu anasema sisi ni taa na ni nuru ya dunia. Sisi ni taa ya kumulikia ulimwengu. Tunapoona vile hii hekalu mambo ilikuwa inafanyika, tunafaa kujua inafanyika na inastahili kufanyika hivyo ndani yetu ama juu ya maisha yetu. Anasema hivi, Hesabu ni 9:15, anasema na siku hiyo maskani iliposimamishwa,
lile wingu likaifunika maskani, yaani hema ya kukutania. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote. Lile wingu lilifunika kwa mfano wa moto usiku. Na kila lilipoinuliwa lile wingu, ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Wakati lile wingu ilipokaa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda marazi ya Bwana, wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao, tena kwa amri ya Bwana walisafiri. Na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi, na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi walisafiri. Au kama likikaa usiku na mchana, pia lilipoinuliwa lile wingu ndipo waliposafiri. Ikiwa lile wingu lilikawia likikaa juu ya maskani siku mbili au mwezi au mwaka, wana wa Israeli walikaa katika kambi yao wasisafiri, bali lilipoinuliwa walisafiri. Kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri, wakayalinda marazi ya Bwana kwa mkono wa Musa. Utakapoangalia hili neno ambayo tunaona, wakati maskani ilijengwa na ikakamilika, na utukufu wa Bwana ukakuja ukafunika ama ukajaza ile makazi ya Bwana, ilikuja kukaa, ilikuja kuishi, ama Mungu alikuja kuishi na hakutoka. Alikaa, aliishi miongoni mwa Israeli, kama vile ukitangulia kitabu yenye tulitangulia nayo ya Kutoka 25 pale 9, anasema wanijengee makazi ili niishi ndani yao. Wakati walikamilisha kuijenga, sababu nyumba haiingiangwi wakati haijakamilika. Ili Roho wa Mungu ama Mungu akuje ajae ndani yetu, kuna kazi ambaye inatanguliwa kufanywa. Tunajua ya kwamba Yesu aliishi na wanafunzi wake miaka 3.5, na baada ya miaka 3.5 akiwafundisha, baada ya ile msingi alikuwa ameweka ndani yao, ama mjengo wenye aliujenga, aliona na alijua imekamilika. Sasa chenye kimebakia sasa ni mwenyewe kuja aingie. Akawaambia, sasa enendeni Yerusalemu na mukaya na mugojee huko mpaka siku mtajazwa na Roho Mtakatifu, msitoke. Kwa hivyo kabla mtu hajajengwa akakamilika, hayazijazwa. Na hapa ndio tunaona walipokamilisha kujenga maskani sawa sana vile Musa alionyeshwa mfano ule, walipokamilisha kujenga, utukufu Mungu alipokuja akaingia. Tunaona Biblia ikituambia kutoka hapo wana wa Israeli kazi yao ilikuwa ni kutazama sheria ya Mungu, ama Mungu anataka wafanye nini. Sababu Biblia inasema walikuwa wanaangalia lile wingu la Mungu na wanajua vile Mungu anataka. Sababu wakati wingu limekaa juu ya ile maskani, nao waliweka kambi yao wakakaa wakagojea. Wakati wingu linainuliwa, nao wanajua wanastahili sasa kuendelea na safari zao. Wingu likisimama, wanajua ni wakati wa kusimama. Likikuja juu ya maskani, wanaweka kambi zao. Na safari zote za Israeli, hiyo ndiyo ilikuwa ishara. Sababu lile wingu lilikuwa wingu mchana, na usiku ilikuwa ni nguzo ya moto. Kumbuka ile ni hekalu, na hivyo ndivyo tulivyo.
Na ninasema kila kitu utakapoona vile ilikuwa inafanyika Agano la Kale, lazima ujue inafanyika hivyo katika Agano Jipya, sababu vile walifuata lile wingu. Tunapokuja kwa Agano Jipya, hivyo ndivyo naye mtu anapojazwa na Roho wa Mungu, vile Israeli walipokombolewa katika utumwa, sababu ni mfano wetu, na wakaanza kufuatwa wingu, na walikuwa wanaangalia sheria ya wingu vile inawaambia siku zote, sababu anasema wakati wingu litatulia, hata kama litakaa mwaka mzima, watakaa mwaka mzima mpaka ile siku Mungu atawaambia sasa nataka tuendelee kwa safari. Na hivyo ndivyo mtu akiwa ndani ya Kristo anafaa kila kitu ambayo anafanya awe anatazama Roho wa Mungu anamuonyesha afanye nini. Na hapa ndio siri iko, sababu mara mingi wakati tunanenewa na Roho wa Mungu hatujui. Mara mingi hata watu wajui Roho ni nani, hawamfuati, hawajui sheria ya Roho, lakini ile ni siri ya kukuonyesha vile tunafaa kufanya, sababu yale mambo ya Agano la Kale yote ni mfano wa Agano Jipya. Vile walikuwa wanafuata wingu, kanisa inapaswa kufuata Roho Mtakatifu hivyo. Na hapa ndiye nasemaga hiyo ndiye siri ya kujua ndoto na maono, na hiyo ni mafundisho ambayo watu wanafaa kujua. Wakati unaona jambo kwa ndoto, unafaa kujua, sababu mara mingi Mungu kwa ndoto anaongea kwa mifano bado. Unafaa kujua vile unaambiwa kwa ndoto. Kama ni kuonywa unajua, kama ni kitu unataka kufanya Mungu kama anakuambia ni sawa fanya unaelewa, kama una kitu ulikuwa unataka kufanya na Roho wa Mungu anakuambia utakufanya hiyo kitu unafaa kuelewa. Lakini unakutanga maana labda hatujaelewa na kutokuwa na hekima, unakuta hatujui kufuata Roho vile Israeli walikuwa wanafuata wingu, na ni mfano wa vile kanisa inastahili kufanya mambo yao upande wa Agano Jipya. Ni sababu lile wingu Biblia inasemanga Mungu aliwaongoza akiwa ndani ya wingu. Ni Mungu alikuwa anawaongoza. Kumbuka katika Yohana 4, wakati Yesu alikuwa anaongea na yule mwanamke Msamaria, anatuambia vizuri, Mungu ni roho. Kwa hivyo vile walikuwa wanafuata Mungu, Israeli walipotoka utumwani wakienda nchi ya agano, hayo mambo yote sababu ni mfano. Kanisa inafaa kufuata hivyo Roho wa Mungu vile Israeli walikuwa wanafuata Mungu. Na tukijua ya kwamba sisi ni hekalu, nirudi tena pale kwa hekalu, sababu haya mambo yote ni ya kutufundisha sisi ni nani na tujielewe. Tukiendea katika kitabu cha Kutoka, sio Kutoka, Hesabu, kitabu cha Hesabu 17, ukisoma utaona kwa sababu ya utukufu. Kumbuka wakati Musa alipoijenga, hata yeye alishindwa kuingia juu ya utukufu. Wakati hekalu ya Solomoni ilijengwa, walipoingiza sanduku la agano, makuhani walishindwa kuingia kwa sababu ya utukufu. Ukiangalia vile Biblia inatufundisha, wakati Musa walimaliza kujenga ile hekalu, mtu alikuwa anaikaribia na kufa. Na kumbuka wewe ndiye hekalu. Mtu alikuwa anaikaribia na kufa. Nasema ni kitabu cha Hesabu 17. Nadhani ni mstari wa 12 na 13. Kila mtu aliyekaribia ile hema alikufa. Mpaka wakaenda wakalilia Musa wakamwambia, tutakufa sisi wote, tutaangamia, sababu kila mtu anayekaribia ile nyumba ya Mungu anakufa. Na hapo Musa akaenda akalilia Mungu, akaomba Mungu. Mungu akawaambia waende waweze kukata vijiti 12, viongozi wa ile makabila 12 wa Israeli, kila kiongozi akate mti wake na ukaandikwa jina ile kabila. Na zile miti zikaingizwa pale patakatifu kwa sanduku la agano. Na kesho yake Musa akaambiwa aende isichukue, Waisraeli wote wakiwa wameitwa katika ile maskani, na ikaonekana mti wa Lawi wa Haruni ulikuwa umechipua na ukazaa matunda. Na kwa ile njia Mungu akachagua ni kabila gani inafaa kukaribia ile maskani. Na hapo akasema, mumeona vile Mungu amejichagulia kabila yenye itahudumu katika hii kazi. Na akasema sasa, mtu yeyote ambaye hajateguliwa ama hajachaguliwa kufanya kazi kwa hii hekalu ama kukaribia kazi ya madhabahu,
atakapo ikaribia atauawa. Kumbuka haya mambo yote tunasoma ni mfano wa kutuonyesha huduma na kazi ya Mungu. Sababu tusipojifunza haya mambo, kuna mambo mingi sana itaharibika. Na ukumbuke bado tunaangalia na mambo mawili, ya kwamba tunaposoma ile huduma, unajisoma bado wewe mwenyewe, sababu wewe ni hekalu. Hakika mtu ameumbwa maumbile ya kutisha. Mtu ni kitu ya kutisha. Yale mambo yote ni mfano ya kutuonyesha. Unasikia ya kwamba mtu alikuwa anakaribia na uawa, sheria ikawekwa, sasa ni wakina nani wanafaa kuhudumu. Unakuta hata wenye walichaguliwa hawakwenda tu wakaingia kwa ile kazi. Kuna ile sheria walikuwa wameambiwa kila dhabihu vile inastahili kufanywa kazi yake. Tena ile nyumba vile ilivyokuwa ikiwa imegawanyishwa, iko na vyombo vitakatifu sana na zingine, na kila hiyo kabila ambaye ni Lawi waligawanyishwa mara tatu. Kuna wenye walifaa kuingia patakatifu pa takatifu, na kuna wenye walikuwa wanaingia patakatifu. Kila mzigo, sababu walikuwa safarini, kila mtu alikuwa na mzigo wake. Na hapo ndio unakuta Musa akiambiwa na Mungu wajihadhari sana, wasilete jambo la kufanya kabila ama ukoo ulikuwa unaitwa wa Kohathu wakaagamie, wakimes na vitu za pahali pale panaitwa patakatifu pa watakatifu. Haya mambo yote ni mfano na ni sura ya kutuonyesha sura ya Yesu na huduma yake. Kwa sababu hata Agano Jipya unaona vile walikuwa wanaona Mungu, anasema Mungu wetu ni moto urao. Tusipojua haya mambo na kama hatutaelewa, kuna mambo mingi sana inaleta shida. Usipojijua wewe ni nani na dhamana yako, utakuta utapoteza vitu mingi, ama utakaa maisha ambayo hustahili kuishi. Ninasema vitu vyote ambazo unaona kwa hekalu, unafaa kusisoma ndani yako, sababu ya hekalu. Sanduku la Agano liko ndani yako, na unajua nguvu na uwezo wa ile sanduku la Agano. Unajua mambo yote ambayo sanduku la Agano liko inafanya, ujue liko ndani yako, sababu ya ni hekalu. Mto wa Yordani ulipoona ile sanduku ulianza kupotea. Linapozunguka mji wa Yeriko kuta zinabomoka. Ukiangalia nguvu na uwezo wenye uko na sanduku la Agano ambayo ni agano, neno la Mungu, je, uko nalo ndani yako? Na je, ninasema lazima ufanane kabisa na madhabahu na hekalu la mbinguni, ndio utukufu ushuke. Je, umebeba neno la Mungu sawasawa na vile lilivyo? Tunapoangalia pasia, sababu kuna pasia ambaye ile nyumba iko na rumu mbili. Kuna patakatifu na kuna patakatifu pa watakatifu, pale kuna madhabahu ya kufukiza ufumba na sanduku la Agano. Katikati ama kwa mlango wa kuingia kuna pasia ambayo tunajuaga ilipasuka. Hiyo pasia, sababu sisi ni hekalu, ni nini? Hiyo pasia katika hekalu, sababu sisi ni hekalu, ni nini? Nataka tusome katika Waebrania 10 na mstari wake, Waebrania 10 mstari wake wa 19. Anasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia ile aliyotuanzishia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pasia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa ukweli na utimilifu wa imani, hali tumenyunyusiwa mioyo, tuache dhamiri baya, tumeoshwa mili kwa maji safi. Anasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia ile aliyotuanzishia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitao katika pasia, yaani mwili wake. Ukumbuke ndio uingie patakatifu pa watakatifu, kulikuwa na pasia ambayo ilipasuka, ambayo Biblia inasema hiyo pasia ni mwili wa Kristo. Na ndio unaona sababu inaachilia mwili wa Kristo,
na ilikuwa imehangiwa kwa mbao. Wakati Yesu alisulubishwa kwa ule msalaba, sababu ile pasia ilikuwa inaachilia mwili wake, alipo tu aga hivi, alipokufa ile pasia ilipasuka, njia ikafunguka mwili. Na anaposema mwili, tunajua kanisa la Kristo ndiye mwili wa Kristo na ni sisi, na ndiye anasema mwili yetu ni hekalu. Tunajua kazi ya pasia ni kuzuia, sababu hata manyumba yetu tunawekaga pasia. Kwa hivyo anaposema pasia ni mwili wa Kristo na wewe ni hekalu, anakuambia mwili wako ndiye pasia. Kumbuka kazi ya pasia ni kuzuia mtu asione pande ile nyingine. Na hakika mwili wako ndiye pasia na ndiye unazuia mtu asione Mungu. Mwili wako ndiye adui yako. Mwili wako ndiye utakuzuia usiweze kuona Mungu. Mwili wako ndiye unakuzuiaga usione Mungu. Ukisoma Biblia, matendo ya mwili inaletaga mauti. Matendo ya mwili na ya roho ni tofauti, na vita vinakuaga vikali sana kati ya roho na mwili. Kwa hivyo mwili ndiye pasia, sababu kazi ya pasia ni kuzuia, na mwili ndiye utafanya watu waende jehanamu. Na kama hutasurubisha mwili, kama vile Biblia inasema, hutaona Mungu. Na sio tu kuona hutaona Mungu, hata inazuia watu wengine wasione Mungu, na anafaa kuonekana ndani yako. Kwa hivyo wakati tunasema wewe ni hekalu, lazima ujue kila kitu kinaachilia nini. Pande ile ilikuwa ni pasia ya kawaida, lakini unapokuja Agano Jipya, pasia ni mwili. Na tunaona hakika inafanya kazi sawa, sababu vile inafunika pasia ya kawaida, mwili ndiye adui na ndiye unazuiaga mtu asione Mungu, na unazuia hata watu wengi maishani mwako wasione Mungu. Lakini mtu akijikana mwili wake na usurubishe, Biblia inasema asipende uhai wake, unakuta Mungu, utukufu wa Mungu unakuja juu ya maisha ya huyo mtu, na akiishi akijengeka sawa sana hekalu la mbinguni, watu wote wanaona utukufu wa maisha yake. Watu wanaona Mungu, utukufu wa Mungu unaonekana na maelfu ya watu juu ya maisha ya huyo mtu. Na tunajua hivyo ndivyo ilivyo. Na ndiposa ninasema kuna watu wamebeba utukufu wa Mungu na kuna watu hawajabeba utukufu wa Mungu. Na tofauti ni gani? Ni sababu yule mtu mmoja amejengwa, akajengeka sawasawa na mfano wa madhabahu ya mbinguni. Amebeba neno vile ilivyo, sawasawa na neno ambaye mbingu inashuhudia kwamba huyo mtu hilo jambo anasema na anatenda ni kweli. Hivyo ndivyo Roho wa Mungu alikuwa anamaanisha. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Anaakilisha mbingu, anaakilisha Mungu. Huyo mtu neno ambayo ananena ni neno la Mungu ambaye ni hakika. Huyo mtu akifika hiyo kiwango, utukufu unamshukia. Huyo mtu baada ya kuchukua ile neno akasurubisha mwili wake, naye mwili inawachana na mambo yote ambayo ni pasia ya kufunika Mungu, anaanza kuonyeshana utukufu wa Mungu, sababu umemshukia na humwachi tena. Nataka kusema sisi ni hekalu la Mungu uliye hai. Sisi ni hekalu, na kila mtu ameitwa ajengwe ndani ya Kristo, akuwe makazi ya Roho Mtakatifu. Na Roho wa Mungu, kabla hujajengwa ukafika kiwango cha kufanana na hekalu la mbinguni, Roho wa Mungu hakushukii ama utukufu wa Mungu. Kwa ile kiwango anasema mpaka kuhani wanashindwa kuingia. Na hapa ni siri ama ni jambo la kutisha, sababu ukisoma Warumi 8 mstari wa 9 anasemanga mtu yeyote ambaye hana Roho wa Kristo, huyo mtu si wake. Na kumbuka, anaingiaga kwa hekalu, nyumba ambaye imejengwa na ikafanana ama ikajengwa vile inavyostahili. Anasema mtu yeyote asiye na Roho wa Kristo, huyo mtu si wake. Mstari wa 14 anasema nini? Warumi 8:14, kwa maana wale wote wanaoongozwa na Roho wa Kristo, hao ndiye wana wa Mungu. Narudia tena na nakuambia, wakati tunajifunza mambo ya hekalu, sisi ndiye hekalu. Na ndiposa Biblia inarudia na inakaa ikituambia sisi ni hekalu la Mungu. Tuache kujiunganisha na mambo ambayo ni machafu. Tuache kujiunganisha na giza. Tuache kuingia katika watu watendao dhambi na njia isiyofaa, kwa sababu hakuna mapatano ya giza na nuru ama hekalu la Mungu na sanamu, sababu sisi ni hekalu la Mungu aliye hai.
Anasema, je, kwani hamjui nyinyi ni hekalu la Mungu? Anapotaja yale maneno, anataka unapojifunza hekalu na vile ilivyo na huduma zake zote, tunajiona na tuelewe kila kitu ndani ya hekalu. Ndani ya hekalu kuna meza ya mikate. Unaelewa hiyo ni nini? Kuna mti wa taa ambaye uko na taa zake 7, ambaye ni roho 7 za Mungu. Sijui kama wewe unajua Mungu anakuaga na roho 7. Na juu sisi ni hekalu, na ile hekalu ndio iko na ile mti uko na taa 7 ambaye ni roho 7 za Mungu. Je, unajua majina ya hao roho zote na wako ndani yako? Lazima kufanana na hekalu la mbinguni ndio utukufu utushukie. Na tusipofanya mambo ikiwa inafanana na mbinguni, hakuna utukufu. Lazima ifanane. Hiyo ndiyo sheria. Na ndio unaona Musa akiambiwa ni mwaminifu, sababu alifananisha kabisa. Narudia tena, lazima hekalu ya dunia ambaye ni sisi ifanane na ya mbinguni ndio utukufu ushuke. Mungu awabariki sana.